Bwana, kwanza hongera sana kwa mchezo, lakini pia tuambie namna ambavyo umetazama tamasha, lakini pia msimu huu mnakwendaje? Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu tumemaliza mchezo salama na tamasha letu salama. Kwa muonekano wa leo kitimu, mimi kwangu unalizisha kwa sababu kuna nguvu mpya ambazo zipo, ambazo mechi 3 za nyuma ambazo sisi hatukuwa nazo. Kwa hiyo kama mimi mchezaji binafsi nimefarijika kupata nguvu ya kutoka kwa wachezaji wenzangu, na imani tutafanya vizuri na kupeperusha nembo ya Fountain Gate. Okay, msimu mpya, malengo mapya, tayari mmeshaanza kwa kupoteza michezo mitatu. Hii mnajitahidi kiasi gani kuhakikisha kwamba haijirudi na mnarudi mkiwa na nguvu zaidi? Kwanza jambo la kushukuru tumepoteza michezo mitatu, mmoja ukiwa nyumbani, miwili ukiwa ugenini. Na pia tunaanza tukiwa nyumbani. Kwa maana tutaanza tukiwa na nguvu ya kutoka kwa mashabiki wetu, pia sisi wenyewe na benchi la ufundi. Tutafanya vizuri kwa sababu tumejiandaa, na ukiangalia mwalimu anatuelekeza vitu vizuri, na pia tunapokea kutoka katika kiwanja cha mazoezi, na mwisho wa siku tumekuja kukifanya katika uwanja wa mechi na kila mtu ameona. Kwa imani muendelezo huu tutaendelea nao mpaka kwenye ligi. Sawa. Kulandana ni jina ambalo limekuwa likitajwa sana kila dirisha la usajili linapofunguliwa. Hata kipindi hichi ambacho dirisha limefungwa, Kulandana anahusishwa sana na kujiunga na klabu kubwa mbili za Kariakoo, hasa Simba. Kwa upande wako hizi taarifa unazipata, na kama unazipata maoni yako ni yapi? Kwanza taarifa hizi mimi kwangu nazisikia kwa sababu binafsi mimi viongozi wangu ndo ambao watu wananimiliki Fountain Gate. Ina maana kwa hizo timu ambazo zilikuwa zinanihitaji, wao walikuwa wanawasiliana na Fountain Gate, pia waliwasiliana na mimi kama mchezaji. Maslahi yangu binafsi ilikuwa kila kitu tayari, lakini changamoto ilikuwepo wao na viongozi wangu wa Fountain Gate. Pia mimi sijajua sasa kipi ambacho wao walichoongea na kuafikiana. Kama mimi mchezaji, kazi yangu kucheza mpira, nipo toka mwaka jana nimecheza katika kiwango ambacho watu wamelizika nacho mpaka walikuwa wananihitaji, na pia namuomba Mungu katika msimu huu niendelee nacho hivyo hivyo, kwa sababu mimi na malengo yangu sio hapa tu, nje hapa. Kwa hiyo maana kama nitapata ofa itakuja ile nzuri ya hapa nitaichukua, kama itakuwa nyingine sawa kwangu, kwa sababu ndio mafanikio kwangu mimi kama mchezaji. Huwa haikutoi mchezoni pale unaposikia kwamba unahusishwa na timu kama hizo, lakini wakati huo unajiandaa na mechi nyingine? Kwa upande wako haikutoi mchezoni? Kwa mimi binafsi ilikuwa inazidi kunipa hamasa, kwa sababu najua watu wengi wananiangalia. Unajua ukihitajika na timu kubwa kwa Tanzania hii, ina maana watu wengi wanaanza kukufuatilia kwa Kulandana ndo nani. Kwa ina maana katika zile mechi za playoff mimi kama mchezaji nilikuwa napata hamasa, kwa sababu natakiwa nifanye vizuri ili kwa ambao wanaonihitaji wazidi kunihitaji, na kwa ambao wanaonitaka waje kunichukua. Kuna wachezaji wengi sana kwenye eneo lako, labda kwa upande wako ni mchezaji upi ambaye huwa unamtazama sana, au ni mchezaji upi ambaye huwa unatamani angalau ufanye kama alivyofanya yeye hata kama ameshastaafu? Mimi kama Kulandana toka niko Zanzibar, hata nilishawahi kusema kwa mimi binafsi nampenda Aucho, kwa sababu ndo namba ambayo mimi anacheza namba 8, anacheza namba 8, anacheza namba 6, na mimi pia ni mchezaji wa viwango chocho, yani kwenye namba hiyo namba 8 namba 6. Pia na vitu vingi sana najifunza kutoka kwake. Kabla sijaanza kuja kucheza ligi kuu bara, nilikuwa namtazama wakati niko Zanzibar, na pia nikamtazama wakati niko hapa, na pia sasa hivi nipo hapa nacheza naye ligi moja, na vitu vingi najifunza kutoka kwake. Na pia nashukuru Mungu vile vitu ninavyojifunza vina faida kwangu, na mpaka watu wengi wananizungumzia. Ulishawahi kukutana na Aucho kwenye mechi nyingi, ikiwemo mechi ya msimu uliopita hapa walikuja, lakini waliwafunga kwa mabao 5-0. Pengine kwa upande wako ukikutana na mchezaji ambaye wewe unamtazama kama kio, inakuwa ngumu kiasi gani kukabiliana naye? Ngumu kwa sababu yeye yupo katika timu kubwa. Ambayo inazungumziwa na kuangaliwa na watu wengi. Mimi kama Kulandana nikiwa nacheza naye, sio yeye tu, viungo wote ambao wanaofanya vizuri kwa ligi yetu ya Tanzania hapa. Kwanza mimi nasema kuwa nicheze zaidi ya yeye, yani nimzidi yeye ili mimi nionekanike bora. Kwa hiyo ina maana kama yeye atacheza kwa kunizidi mimi kila siku, mimi sitaonekanika bora. Kwa mimi sasa inabidi nijifunze kila ninapokutana naye kuwe na mabadiliko. Kama mechi nilicheza hivi, mechi ijayo nitacheza hivi. Ndio maana uliangalia mechi ya kwanza tulicheza pale KMC na Yanga tukafungwa 5, lakini pia namshukuru Mwenyezi Mungu nilikuwa na kiwango kizuri, kila mtu aliona. Na pia tulipokuja kucheza katika uwanja wa nyumbani hivyo hivyo, kwa sababu namwangalia yeye, pia nataka nifanye kama anavyofanya yeye. Kwa hiyo maana unakuta nafanya vizuri kwa uwezo wangu yani. Wamekuja vijana wengi kwenye timu, wa kigeni wengi kutoka nchini Nigeria. Ninyi kama wachezaji ambao mlikuwepo toka msimu uliopita, mna kipi cha kuwashauri kama wachezaji wa Kongo? Sisi kama wachezaji ambao tulikuwa kutoka msimu uliopita, shida tulizopata kila mtu ameona, hata wewe umeona Fountain Gate la tulizopitia na shida tulizopitia, na pia namshukuru Mungu katika nyakati zote mbili hizo mimi nipo kwenye furaha na shida. Kwa hiyo kikubwa sisi tunachowasii wenzetu wapambane. Unajua ligi ni ngumu, ukiangalia wachezaji ambao wageni ambao kutoka nje ni wengi, ligi ndio kwanza wameionea, yani wanaanza kucheza msimu huu. Kwa hiyo
kikubwa wapambane, wafanye vizuri, pia wajitume, kwa sababu wanapojituma wanaipambania timu, na wakishaipambania timu wanajipambania wao wenyewe. Kwa hiyo kikubwa wajitume na waipambanie nembo ya timu. Tuanze msimu kama tulivyoanza. Mechi ya kwanza sisi tulifungwa, mechi ya pili tukashinda, na kuendelea michezo mingine tukawa tunapata matokeo. Kwa hiyo kwa kukosa matokeo michezo mitatu hii isitufanye sisi turudi chini. Tuinuke na kuanza mwanzo, kwa sababu wao wamekuja kutupa nguvu, wapambane, wajitoe. Pale tulipoishia sisi wazidi kupushi, na imani timu itafika katika malengo iliyojiwekea. Kila laheri na kutakia kila laheri kwenye msimu huu. Insha Allah.